Bana mheshimiwa. Naam. Wema. Njema kabisa ndugu yangu. Tungependa kufahamu. Mimi nikisema nikielezea cheo chako naweza nikakosea. Lakini tungependa kufahamu kwa nafasi yako, tukifahamu jina pamoja na cheo chako kwa ujumla. Asante. Mimi naitwa Ramadhani Kazembe, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kibaha. Ndio. Bwana mwenyekiti wetu, maana na mimi ni kijana ambaye nipo. Kwanza tunaongera sana, ni mtu ambaye unajitoa sana kwenye majambo ya vijana. Tumekuwa na sehemu tofauti tofauti. Hongera sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Tukizungumzia tukio la leo la Aid Charity na wewe ni mmoja wapo wa washiriki, kwa nafasi yako unalizungumzia vipi tukio hili na mapokezi yake kwa ujumla? Asante. Kwanza kabisa nipongeze kamati nzima ya maandalizi ya jambo hili. Lakini pia nimpongeze mwenyewe Aid kama Aid kwa namna ambavyo ameweza kuwaza kutumia siku hii ya kuzaliwa kwake kwa kushirikiana na wenzake kuja kuwasupport ama kuwafariji vijana hawa ambao wanaishi kwenye mazingira magumu kwenye kituo cha Sharum. Lakini pia vijana ambao kimsingi wanapata changamoto mbalimbali. Kuna namna ambavyo unahitaji kufarijiwa na watu wengi. Na Aid Kenzo siku ya leo amekuwa sehemu ya watu ambao amehusika kushiriki kwenye kutia faraja vijana hawa. Kimsingi tukio zuri. Tukio zuri linavutia na linapendeza. Na mimi nichukue nafasi hii kuwasapoti vijana wenzangu wote ambao wanaendelea kufanya jambo kama haya. Na niwashauri sana siku zao za kuzaliwa watumie mfano tukio la leo ambalo limefanyika mara hapa liwe sehemu ya uendelevu katika kusherehekea siku zao za kuzaliwa. Lakini pia niwapongeze sana Kibaha TV Online kwa namna ambavyo mmeendelea kusupport shughuli za vijana wenzenu. Tunahitaji watu kama ninyi ambao mnaweza kupush agenda za vijana wenzenu hizo ziweze kuonekana dunia nzima. Niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana, muendelee kusupport shughuli za vijana. Nami kama mwenyekiti wenu mmoja wa vijana wa CCM wilaya ya Kibaha sitowaacha, nitaendelea kuwaunga mkono kwenye shughuli zenu ambazo mnazozifanya, kuendelea kualika maeneo mbalimbali ambao tuna shughuli ambazo tunazifanya za kijamii ambazo zinagusa vijana. Kimsingi jambo zuri, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa, kwa nafasi yako kama mwenyekiti wa vijana, unatoa neno gani au unawashauri vipi jamii ambayo inakuzunguka kuweza kuwasaidia baadhi ya watu ambao wanahitaji? Ukiangalia especially kituo kama hichi cha Shalom Orphanage Center, watu waliokuwa hapa ni wote ni watu tuseme ni rika la vijana ambao wewe pia ni mwenyekiti wao. Toa nafasi hii kuwashauri jamii kuweza kutoa misaada kwa watu kama hao. Asante. Kwanza ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba kipato hakitoshi. Na hakuna siku kama ikatokea ukasema leo nimepata vya kutosha sasa inatosha. Tuendelee kutenga asilimia zetu kadhaa ambazo tunazozipata ili kuendelea kutoa sadaka kwa wenzetu ambao wanahitaji. Ukitoa sadaka katika watu ambao wanahitaji, hata Mwenyezi Mungu pia milango yako anaikufungulia. Kuna muda unaweza ukahisi jambo ni magumu, kumbe umekaa mbali na fursa. Kutoa pia wakati mwingine ni fursa. Kwa hiyo niwashauri ndugu zangu na vijana wenzangu kama jamii ambao tuzunguka, tuendelee kutenga percentage ambazo tunazozipata katika mifuko yetu, kuona namna ya kuendelea kuwasaidia wenzetu. Haijawahi kutokea fedha ikatosha, lakini tuna kila sababu ya kuendelea kuwasaidia wenzetu kwa kile kidogo ambacho unachokipata. Shilingi 10, shilingi 20 sio ndogo, ni kubwa sana. Wewe ukiunganisha na wenzako, mkaja hapa mkawasaidia, kile kidogo ambacho unachokitoa wewe, basi mwingine pia akija akitoa vinaongezeka. Maana uweze kuwa sehemu ya kumaliza changamoto za vijana hawa, ila unaweza kuwa sehemu ya faraja kwenye siku hiyo ambayo umepelekea. Kwa hiyo nizidi kuomba vijana wenzangu, akina mama na wazee mbalimbali na wadau wote kwa ujumla, kile kidogo ambacho unakipata jaribu kutenga kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawana uwezo. Mwenyezi Mungu atakuona. Okay, leo ni siku ya Valentine. Tunataka yani Valentine yako unaelekeza kwa nani? Valentine yangu siku leo naipeleka kwa mtoto wangu anaitwa Shadia, binti yangu mdogo kabisa. Nampenda sana, Mwenyezi Mungu amninde na amkuze katika hali ya kumepusha na balaa yote. Okay, happy Valentine Shadia.